بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، leo ikiwa ni tarehe 15 mwezi wa Dhulhijja mwaka 1438 katika darsa ya risala min wasaya salaf lishabab للشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى. tulifikia wasia 12 katika nyasia alizozikusanya الشيخ عبد الرزاق حفظه الله تعالى katika risala yake hii. عن الفريابي قال: كان سفيان الثوري رحمه الله يصلي ثم يلتفت إلى الشباب فيقول: إذا لم تصلوا اليوم فمتى؟ سفيان الثوري رحمة الله تعالى عليه alikuwa akimaliza kuswali hugeuka na kuangalia vijana na kuambia: idha lam tusallu alyawm famata, ikiwa hamuswali leo mutaswali lini? أوصى سفيان الثوري رحمه الله الشباب وصية عظيمة باستغلال شبابهم في طاعة الله. سفيان الثوري رحمه الله كوصية vijana وصية عظيم kutumia fursa ya ujana katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. فالشاب إذا لم يستغل مرحلة شبابه في السجود لله عز وجل فقد يضعف ويدخل في مرحلة من حياته يود فيها أن يسجد ولكن لا يستطيع. kijana ikiwa hatachukua fursa ya ujana wake katika kumsujudia Allah subhanahu wa ta'ala, basi huenda ikafikia wakati atatamani lau kama ataweza kumsujudia Allah subhanahu wa ta'ala, lakini wakati huo hataweza sababu ya udhaifu na umpata kila mtu akiwa mtu mzima, na hiyo ni ikiwa Allah atampa umri mpaka afikie kuwa mtu mzima. Ama ikiwa hakujaaliwa kufikia katika utu uzima, basi pia hiyo fursa hataipata kamwe, afia katika kifo kibaya kabisa kwa ni tariku sala. Kwa hivyo yaweza kufikia wakati katika maisha yake atamani kumsujudia Allah subhanahu wa ta'ala, hawezi. Limadha? bisababi dha'fi quwa, sababu dhaifu wa nguvu zake, wa maradhi badanihi, ana maradhi pengine katika kiwiliwili chake, fala yatamakkanu min as-sujud, amakiniki kumsujudia Allah subhanahu wa ta'ala. ولهذا قال: idha lam tusallu al-yawm famata, leo hamtaswali basi lini? Vijana mzinduke, usiwaghuri ule ujana. Ikiwa hamtamtii Allah leo, mtamtii lini Allah subhanahu wa ta'ala? Wasia wa 13 alama jaa an Rabi'ata ibn Kulthum annahu qala: نظر إلينا الحسن ونحن حوله شباب فقال: يا معشر الشباب أما تشتاقون إلى الحور العين؟ هذا التفات بديع من الإمام الحسن البصري رحمه الله. الإمام الحسن البصري رحمة الله تعالى عليه aliwatizama vijana kisha akawaambia: enyi vijana wengi wakizungumziwa masala ya ndoa ya kuoa huwafurahia sana, hata sasa nyinyi mwacheka, na wanaocheka zaidi ni wale ambao hawajaoa, huwa ndio wafurahia zaidi. Sasa tizama, al-Hasan al-Basri amewaangalia wale vijana akawaambia: ama tashtaquna ila al-hur al-ain? wacha hao na akia, kuna hur al-ain, al-hur al-ain ambao wako katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hamjatamani jamani kuwa wake zenu hur al-ain? Na nyinyi nawauliza, hamjatamani kama anauliza al-Hasan al-Basri? ama tashtaquna ila al-hur al-ain? yudhakiru fihi ash-shabba bi na'im al-janna, amkumbusha kijana neema ya watu wa peponi, wama fiha min maladhat wa masarrat, والتي منها الحور العين الحسان، awakumbusha ladha zilizoko katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala na neema. Na katika
yaliyomo katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala ni hur 'ain, wanawake walio wazuri, kaannahunna liyaqut wal marjan, kwa uzuri aliyowapa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa 'indahum qasirat at-tarf 'ain kaannahunna baydun maknun. Allah subhanahu wa ta'ala amewasifu kwa sifa nzuri mbalimbali, amewaumbia watu wa peponi. Wa hurun 'ain kaamthali al-lu'lu'il maknun jazaan bima kanu ya'malun. Wana mahari yao, na mahari yao ni amali hapa duniani. Mtu asichoke, asipatwe na uchovu katika kufanya amali, ili kesho Allah subhanahu wa ta'ala akamwozesha. Wazawajnahum bihurin 'ain. Taka kuozeshwa hurun 'ain kuna mahari: qiyamul layl, kathrat as-siyam, na ibada aina mbalimbali za faradhi na ibada zinazopendekezwa. Ajipinde muislamu kisawasawa katika ibada, ili kesho aende akajishindie na starehe hizi ambazo hazina mwisho wake. Al-Hasan al-Basri awagusia vijana neema kama hizi za peponi, liyatajaddada bidhalika an-nashat wash-shawq ila al-jannati wa na'imiha, ili ile shauq na nashat ije upya katika mtu kuitamani pepo na neema za peponi. Na ndio maana Mtume sallallahu alayhi wasallam utakuta kuwa mara kwa mara alikuwa akihutubu akizungumzia pepo, mara akizungumzia moto, ili mtu asijisahau. Kuna pepo achangamke kufanya amali, kuna moto achangamke kujiepusha na maasi. وإذا قام هذا في قلب الشاب دفعه بعد توفيق الله تعالى إلى الاجتهاد في أعمال الآخرة والسعي لها. Hili jambo likisimama katika moyo wa kijana litamsukuma biidhnillah ta'ala, baada ya tawfiki ya Allah subhanahu wa ta'ala, katika kujitahidi kufanya amali ya akhira na kukimbilia katika kufanya amali. والله تعالى يقول: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. هذا من يكويتك آخرة، lakini kuna njia za kuitaka akhira, kwa utafanya amali sa'a laha sa'yaha, mwisho wake faulaika kana sa'yuhum mashkura. Zile mbio alizokwenda katika amali kuzifanya, kujiepusha na makatazo na kufanya maamrisho, Allah subhanahu wa ta'ala atamshukuru kwa kitendo kama hiki na kumlipa pepo. وصية 14 ما جاء عن الحسن البصري أيضا رحمه الله أنه قال: يا معشر الشباب إياكم والتصويف سوف أفعل. قوله إياكم والتصويف، التصويف هو الآفة التي أهلكت كثيرا من الشباب. هي تصويف ndio maafa yaliyoua wengi katika vijana. كقول بعضهم سوف أتوب وسوف أحافظ على الصلاة وسوف أبر والدي. أمين تتوبيا إن شاء الله، شاسكيا تتوبوا إن شاء الله، نتانزق سؤال إن شاء الله شاسكيا مانا nitaanza nitakuwa mwema kwa wazazi wangu inshallah, tabadilika. Lakini hakuna hata mmoja analifanya saufa. Fala yafalu wala yubadiru wala yaghtanim, afanyi wala hakimbili wala hachukui fursa kama ile, bali yuajilu wa yusawifu, achelewesha tu, nitafanya. فنفسه إذا حدثته بالتوبة أو بالمحافظة على الصلاة وغير ذلك جاءته هذه الآفة وصرفته عن هذا الخير. نفسي yake ikimwelekeza na kumzungumzia kutubia na kudumisha swala na mengineo katika mambo ya khairi, yaja haya maradhi na maafa ya taswif yamuondoa katika ile khairi. ولا يزال يسوف
ويؤجل حتى تفوته بركة الشباب na haachi kwenda katika hali kama hii kawa yuleta taswif mtafanya achelewesha mpaka ile baraka ya ujana yampita waqtinama waqtihi bil khair na kule kutumia fursa ya wakati wake kwa khairi yampita ashakuwa pengine labda Allah amemjalia umri amekuwa mtu mzima ndio amerudi nyuma sema ya laiti ningelikuwa hali hii niko kuanzia nikiwa kijana lakini ni wakati ambao huwezi tena kurudisha nyuma ule wakati وربما أجل بعضهم التوبة إلى أن يصل إلى عمر ما من حياته na kuna wengine wachelewesha tauba sema mpaka nifike umri fulani alafu mimi nitatubia niwache bwana nistarehe na ujana wangu nikifika huko nitatubia afuta bangi ala marungi alewa mzinifu kila aina balaa sasa utafika vipi kwenye uzee ukinwa pombe na kuvuta mwanzo ukivuta bangi utakuwa na wazimu ukinwa pombe maini yako yaoza ukila marungi meno yataanguka yote hasa huo uzee utakwenda kufanya nini uko uzeni bado sasa na uzinifu wapatwa na maradhi ajabu ajabu na sallallahu alaihi wasallam afina wa iyyakum huyu atafika kwenye uzee kweli kuna maradhi yakikupata mengine ile mwaka tu huyo ashakwenda haya uzee utaupata wapi haniwache bwana nistarehe mimi na ujana wangu lakini una uhakika gani utafika kwenye ule umri ambao utarajia hakuna mtu ana dhamana kama dhamana ya umri iko katika mikono yako sawa endelea lakini maadamu dhamana haiko katika mikono yako badiru bil a'mal mtume sallama ameimiza hilo wasari'u ila maghfiratin min rabbikum Allah subhanahu wa ta'ala fafirru ila Allah kwaona angojea umri fulani katika maisha yake yakifika fatabghathu almaniyatu qabla an yasila ila dhalika al'umr taamali hivi kitaamali mauti hayo yamemjilia kabla ya kufika katika huo umri wasia wa mwisho uliotaja 15 ma jaa an Hafsa binti Sirin annaha qalat na hizi nyasia si hizi peke yake ziko nyingi lakini hapa amekusanya 15 Hafsa binti Sirin asema ya ma'shar ash-shabab khudhu min anfusikum wa antum shababun fa inni wallahi ma ra'aytu al-'amala illa fi ash-shabab akaimiza huyu mama rahimahullah kuwa kijana atumie fursa ya ujana wake وقولها ما رأيت العمل إلا في الشباب أي أن مرحلة الشباب من أعظم المراحل التي هي مرحلة الخير إن وفق الشاب بإذن الله لاغتنامها مرحلة يوجانا ni miongoni mwa marhala muhimu sana kubwa sana katika maisha ya mwanadamu marhala ambayo khairi yote iko ndani yake ikiwa kijana atafikishwa kwa idhini yake Allah subhanahu wa ta'ala kuutumia ujana wake بينما إذا لها عن اغتنام مرحلته واستهلك وقت شبابه في تتبع الملاذ والشهوات ومآرب النفس وحظوظها ولا سيما المحرمات والعياذ بالله واستعذبها فقد جنى على شبابه ومستقبله upande wa pili ikiwa atauchezea wakati wake marhala ya ujana atauchezea kuna watu walichezea ujana wao washakuwa wazee sasa yale mambo yale walikuwa wakiyafanya katika ujana wajuta kwa nini waliyafanya ndio utawakuta mwenzangu bwana alikuwa yuwasoma sisi ilikuwa tufanya mchezo natamani kama nitarudi tena darasani na mimi nisome lakini wakati ushapita hawezi tena
Kwa hiyo akauangamiza wakati wake kama anavyodai yeye, na kill time, kumbe ajui ndio yojiua. Yule marhala ya ujana wake katika kufuatiliza starehe na shahwa na matakwa ya nafsi inavyotaka, haswa waliyadhu billah katika mambo ya haram, akawa ndio yaona ni matamu na mazuri sana mambo ya haram. Huyu amejifanyia jinai ujana wake na mustakbali wake. Kama qala alqa'il, ma'aribu kanat fi ash-shabab li ahliha 'idhaban fasarat fi al-mashib 'adhaban. فالمآرب كانت في الشباب عذابا ويراها فاعلها حلوة. kuna mambo nafsi yapenda katika ujana, walikuwa wayaona ni matamu sana kuyafanya. Yule mtendaji wa uovu kama ule aona ni mambo mazuri kabisa. falamma kabura fi sinni wajadaha adhaban alayhi, alipofika katika umri wa utu uzima imegeuka imekuwa ni adhabu kwake. Tizama mfano, kijana mdogo ameanza kuvuta sigara, avuta sigara, akiambiwa yeye ana starehe, kumbe ajui yokusanya maradhi ndani ya mwili wake. Amekuwa mtu mzima, ambiwa pafu lako laanza kuoza, ini lako sio limefanyika nini, wajua tena una maradhi fulani, una maradhi fulani, na maradhi fulani, na maradhi fulani. Sasa imegeuka mkwa nini? Adhabu kwake yeye, waliyadhu billah. Ambapo alikuwa yuona ni starehe kubwa, huyo akimuona mtoto wake avuta sigara aweza mtandika huyo, sababu amejua, lakini kuchelewa sana kuwa kumbe jambo fulani ilikuwa mimi naona ni starehe, kumbe ni madhara kwangu, ni adhabu. Alikuwa akipoteza umri wake katika mambo ya upuuzi, sasa amekuwa mtu mzima ajuta kwa nini alipoteza ule wakati wake. Sasa vijana, kabla haijafika wakati huo, mtu atumie fursa ya ujana wake katika kutafuta ilmu, katika kufanya ibada kwa wingi, ili hata akifikia kule asijutie ule wakati wa ujana wake namna alivyoutumia. فلما كبر في السن وجدها عذابا عليه وذلك بسبب ما ترتب عليها من العواقب الوخيمة. na hii ni kwa sababu ya ule mwisho wake aliouona, natija yake ikawa ni mwisho mbaya, ikawa ni majuto, waliyadhu billah. فالشباب مرحلة عظيمة جدا في حياة المرء. ujana ni marhala adhimu, muhimu sana katika uhai wa mwanadamu. ينبغي عليه أن يحسن اغتنامها, atakikana autumie ule wakati wake na fursa yake vizuri sana ya ujana. ويجاهد نفسه مجاهدة تامة على عدم تفويت خيرها وبركتها. apigane kisawasawa na nafsi yake, jihad dhidi ya nafsi yako, ili ule wakati wa ujana wako uutumie vilivyo, upate khairi yake na baraka yake. مستعينا بالله عز وجل طالبا مده وعونه وتوفيقه, ukiwa wataka msaada kwa Allah subhanahu wa ta'ala akusaidie na akupe tawfiq. wa an yudhakkira nafsahu bi anna Allah subhanahu wa ta'ala sa'ilahu an hadhihi almarhala su'alan 'aziman yawma yalqah. tukumbukeni kitu kimoja, wallahi marhala ya ujana tutaulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala suala kubwa sana. wa an shababihi fima afna, ule ujana wako kijana utaulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala uliumalizia vipi, pamoja na kuwa ushaulizwa maisha yako yote, na utaulizwa katika maisha yako hasa ule ujana wako, ujana uliutumia vipi. Sasa tujitizame kila mmoja wetu ule ujana wetu tuutumia namna gani, kwa sababu tutajibu maswali mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ikiwa ujana uliutumia kwa ulevi, ndio litakalokuwa jawabu lako, waliyadhu billah. Ikiwa ujana uliutumia kwa kudhulumu watu, utakwenda kujibu hivyo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kuwa mimi ujana wangu nilikuwa dhalim.
kushika watu makabari, kuwaibia, kufanya uovu, kila aina uovu, piga huyu, fanya huyu hivi. Kisha kizeeka misuli yote ya mwili imenyauka, Allah subhanahu wa ta'ala muonyesha sasa waja vijana wadogo wadogo wakimchokoza, zere hilo, nyinyi mngenipata ujana wangu, nyinyi tungekupata wapi? Na kusha ufai tena. Waonaje kama angelikuwa ameutumia ujana wake katika talab al-ilm? Kila akiwa mzee azidi kufanya nini? Kuwa na elimu zaidi na hikma na kuheshimiwa zaidi. Kila anavyokuwa azidi kuheshimiwa. Kila umri unavyosonga mbele azidi kuheshimiwa zaidi. Wa hakadha. هذا ما تيسر جمعه في هذا الباب. شيخ عبد الرزاق أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يوفقنا لما يحب ويرضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والله المستعان، والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. leo ikiwa ni tarehe 15 mwezi wa Dhulhijja, lillahi alhamdu wal minna, walhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat. tumalizia kusoma risala min wasaya salaf lishabab. subhanakallahumma hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. barakallahu